Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante, tunaweza kuketi. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tumepata nafasi nyingine tena ya kusimama mbele ya Yesu Ekaristi na kumwambia tumekuja tena kuzungumza na wewe, tumekuja tena kukusikiliza, tumekuja tena kukuabudu. Hatuna mwingine isipokuwa wewe peke yako. Na siku hii ya leo tutajifunza walau kwa ufupi somo zuri sana ambalo ukiliweka kwenye matendo yako ya kila siku au ukaliweka likawa kama lifestyle yako, litakusaidia sana kwenye maisha yako, na si tu kwenye maisha yako, na hata kwenye majukumu yako ya kila siku. Linaweza likaonekana kama jambo ambalo limezoeleka, lakini ukilichukulia kwa namna nyingine, utalitazama kwa namna iliyo bora sana na inayoweza ikakusaidia ukafanikiwa kabisa kwenye maisha yako ya kila siku. Somo lenyewe linasema hivi: namna sadaka ya misa takatifu inavyoweza kuifungua familia iliyofungwa na vifungo vya nguvu za giza. Namna sadaka ya misa takatifu inavyoweza kuifungua familia au mtu aliyefungwa na vifungo vya nguvu za giza. Ilikuwa ni mwaka jana, nilikutana na dada mmoja, alikuwa ameolewa lakini ndoa yake ilidumu hata miezi mitatu, na wote wana uwezo mkubwa. Aliyekuwa amemuoa alikuwa na uwezo mkubwa sana, naye binafsi pia alikuwa na uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo hata honeymoon, baada ya kufunga ndoa, walienda Dubai, na ndoa yao ilikuwa ni ya kifahari kimsingi. Sasa yule dada, pete zao zilikuwa ni za dhahabu, yaani walitumia milioni 100 kununua zile pete. Ya mme ilikuwa milioni 50, pete hiyo ilienda kwa sonara, dhahabu tu. Ya mke naye milioni 50. Kwa hiyo alienda akawa amenunua hiyo pete. Baada ya kuinunua, manake ndo walivalishana sasa. Kumbe alienda kwa sonara, ile pete aliyoenda akanunua
Mojawapo ilikuwa ni pete ambayo kuna mtu alinunua baadaye akairudisha, yaani baada ya ndoa yake kuvunjika akapata hasira akaiuza kwa bei ya hasara. Sasa huyo dada ni kama alichukua mojawapo ya zile pete. Sasa baada ya kuwa amefunga ndoa kwa muda mfupi tu, ile ndoa ikavunjika, kila mmoja akachukua msili zake. Sasa yule dada ni mtoto wa kwanza kwenye familia yao. Kumbe ile jambo likawa linamsumbua sana, kwamba ni hakika kwamba nimewaibisha wazazi wangu, jamii na wadogo zangu, kwa sababu hata aina ya sherehe tuliyofanya ni sherehe ya kifahari, sherehe yenye uwezo mkubwa sana, lakini haya yametokea yaliyotokea. Akajikuta tu yuko kwenye mtanziko, akapata mtu mmoja akamshauri, akamwambia Zanzibar kuna shehe mmoja anaweza akakusaidia kumrudisha huyo mwanaume na mkaendelea tu kuishi vizuri. Akaenda kule Zanzibar, akaenda akasomewa visomo, akarudi. Kweli baada ya siku 3 yule mume wake akamtumia message, mbona unaendeleaje, nimekumisi. Na huyu binti naye akareply akasema naendelea vizuri, haya si tunaweza tukayazungumza. Okay, kweli wakayazungumza, wakarudiana tena. Hawakukaa muda kama wiki 3 tena yakaibuka yaliyoibuka, wakaachana. Akarudi tena kwa yule shehe, akamwambia kimetokea kilichotokea, akamfanyia alivyomfanyia, lakini haikuwezekana tena. Mind you, huyu binti ni Mkatoliki, lakini unajua wakati mwingine unapokuwa umekumbana na changamoto ni rahisi sana kupokea kila ushauri unaoweza kuja mbele yako, hasa ule ushauri unaoona kwamba huu unaweza ukanisaidia nikatoka kwenye hayo mazingira. Yaani ni rahisi sana, hata mtu akikwambia kwamba fanya hivi, as long as unaona kwamba hiki ambacho nimeshauriwa kitaletea utulivu wa moyo au majibu ya haraka, ni rahisi sana kufanya hayo maamuzi. Kwa hiyo hata mimi simlaumu kwamba kwa nini labda alisikia huo ushauri akaenda huko alikoenda. Kwa hiyo mambo yakawa yameharibika kwa kiwango hicho. Akakutana na rafiki yake mmoja, akamwambia turudi Roma, mbona kuna kila kitu, pesa mimi nitaanzia wapi? Sababu nikienda kwa mapadri wanaisha kuniambia kwamba wewe sali, mambo yatakuwa sawa. Yaani sioni zile hatua za haraka haraka zikichukuliwa, na mimi huku ndani naungua. Siku moja akiwa anapita YouTube, nafikiri akakutana na mafundisho yaliokuwa anayatoa mahali fulani, akanitafuta kweli, tukakutana tukaongea. Tulipokuwa tunaongea, unaona kabisa kwamba ni yule mtu hawezi akatazama usoni, tazama tu unaona anakupesha macho na nini, sema huyo atakuwa na changamoto. Basi kamwambia ulikuwa unapendana? Akaniambia nilikuwa na tamani ndoa yangu isivunjike, mimi ndo mtoto wa kwanza. Aibu gani hii? Inawezekana kweli mimi ndo nimemkosea yule bwana au yeye amenikosea, lakini mimi niko tayari kwa lolote lile. Akanipa picha yote kwamba naenda mpaka Zanzibar, akafanyaje. Kaambia sasa mimi tunaweza tukafanya hiki ambacho nataka nikushauri, lakini cha kwanza umeshaikana imani. Hicho ni cha kwanza, umeshaikana imani.
Sasa nitaomba, sio lazima ukiri hadharani, lakini nitaomba nikuunganishe kwanza na padre, uungane na ukiri kwanza imani yako upya, alafu baada ya hapo tuzungumze. Kweli akanisikiliza tufanye hivyo. Tukawa na mfungo binafsi. Kabla basi tutasali novena hii kwa muda fulani, alafu baada ya hapo tukutane tusali kwa pamoja. Kwa tukamaliza ile novena, nikatafuta padre mmoja, nikamwambia baba, naomba misa, tunataka tusali na mtu fulani. Tukawa na misa ya watu watatu, mimi na yule binti na huyo padre, tukasali. Lakini lengo Mungu atuoneshe kwamba nini ambacho kimemfunga huyo binti. Sasa kwa sababu ilikuwa ni kama familia, misa ya uponyaji na kumwomba Mungu atuoneshe changamoto ya binti. Baada ya kuwa padre amemaliza kutoa tafakari kwenye Injili, nikamwambia basi ninaomba tusali. Tukashikana mikono wote watatu, tukatengeneza kama duara kwenye misa hapo, tukasali. Wakati tunaendelea kusali, hiyo binti akadondoka chini, akaanza kupiga makelele. Kwenye yale makelele ndio akaanza kulipuka, lakini akawa anaonesha kidole kile cha ndoa, kidole kile cha ndoa na ile pete. Anaonesha. Sasa hauwezi ukamvua pete ya ndoa, lakini sasa ikaanza kulipuka, akasema changamoto ni kwamba hii pete aliyoinunua ni ya mtu ambaye aliolewa, wakazinguana na mwenzake na akairudisha kwa sonara. Sasa huyu alipokuwa anatafuta pete ya kuvaa kwenye ndoa yake, akaenda akauziwa na sonara ile pete. Kwa hiyo shida ikaanzia pale. Kwa hiyo shida ni pete. Endelea tukusali. Baada ya hapo tukashauriana na padre kwamba sasa pete ya watu hii sasa tunafanyaje, na ndio ina changamoto. Padre akasema ngoja nimbariki. Yaani anatosha tu ile mkono wa baraka, ndio kwanza yanalipuka upya. Sasa yakalipuka, yakasema kwanza huyu amepata, hata mwanaume aliyekutanishwa naye wa kumwoa amekutanishwa na mizimu ya kwao, yaani mizimu ya kwao binti ndio imemkutanisha na yule mwanaume, ikijua kabisa kwamba huyu hata dumu kwenye ile ndoa. Kwa nini? Kwa sababu huyu binti pamoja na kwamba ametoka kwenye familia ambayo ni tajiri, baba ni tajiri, mama ni tajiri, hata hao wazazi wake, baba yake na mama yake, walikuwa hawaishi pamoja. Yaani walikutana tu kwenye sherehe. Sababu ni watu ambao labda wana pesa, lakini wanalinda sasa ile faragha ya watoto. Okay, wanaita co-parenting, labda kushirikiana, na wao hawako pamoja. Na sio hilo tu, bibi mama wa baba yake na binti, na yeye hakuwahi kuwa na mahusiano mazuri na mume wake, maana yake na yeye waliachana. Kwa hiyo kulikuwa na hapo kaachana. Unajua, wakati mwingine shetani anaweza akakutanisha na aina ya mtu ambaye anajua kwamba nikimkutanisha na huyu, hata alichokibeba hakiwezi kikafika mbali, au nikimkutanisha na huyu hawawezi wakaendelea pamoja. Ni mfumo wa kiroho. Ni kama ambavyo ni vigumu sana maskini kumwoa tajiri. Ndio maana utaona kwamba ni rahisi sana maskini kwa maskini kuoana. Kwa nini? Wanapooana wanaenda kuendeleza ule maskini wao. Kanuni.
Tajiri kwa tajiri anamuoa, ndio hivyo. Maskini kwa maskini anamuoa maskini mwenzake ili wakazae maskini wenzao. Iko hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Huo ni mfumo. Kwa hiyo kupitia ile sadaka ya misa takatifu, hayo yote yakafumbuka, yakaonekana kwamba okay, kwenye hii familia kuna hii changamoto. Sasa umeshajua kwamba changamoto iko wapi, ni rahisi sana kudili na hiyo changamoto, kwa sababu wakati mwingine kuna aina fulani ya makosa unaweza ukawa unayatenda kwenye maisha yako, unafikiri kwamba labda ni weakness yako, lakini inaweza ikawa sio tu weakness yako, yanaweza ikawa kuna aina fulani ya mazingira ambayo yanachangia wewe kujikuta kwenye hali kama hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa leo nataka tujifunze sasa nguvu ya sadaka ya misa takatifu. Endapo utajua kuitumia vizuri hii sadaka ya misa takatifu, inavyoweza kufunulia au kusaidia kuondokana na changamoto ambazo zinaweza zikawa zinakukabili wewe au zinaikabili familia yako. Sasa tutaongozwa na kitabu cha Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya 11. Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 28. Aya maarufu sana ambayo wengi tunaifahamu. Inasema hivi: Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa, nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kila adhimisho la ibada ya misa takatifu linapoadhimishwa huwa linawaita watu, huwa linaita familia, huwa linaita watu wenye changamoto ili liweze kuwakusanya na kuwapa majibu yao. Ndio maana adhimisho la ibada ya misa takatifu linakusanya kila mtu, kila kabila, kila lugha, kila jamaa, kila mwenye cheo, kila asiye na cheo, kila mwenye familia na kila asiye na familia. Ndio maana sadaka ya misa takatifu pote ilipo, inapotukusanya wote kwa pamoja, wote tunazungumza lugha moja. Sasa endapo sasa kama mnahangaika, ni wapi ambapo mnaweza mkajikusanya na hiyo mizigo yoyote mlioibeba mkaitua kama familia? Tumezoea tukikuwa kwenye familia, hasa hizi familia zetu za Kiafrika, tulikuwa tunaona kila ambapo familia ilipokuwa ikipata changamoto, wazee walikuwa wakikaa, pengine wanasema inawezekana kuna mahali tumekosea, wanafanya kitu kinachoitwa kama ibada. Wanafanya ibada, pengine hata ibada ya matambiko. Lengo ndio maana familia yote wanapokuwa wanafanya matambiko, wanawaita wanafamilia wote au wanaukoo wote kwamba njooni kama familia, kama ukoo, tufanye ibada pamoja ili tujue changamoto ambayo inatusumbua kama ukoo na kama familia. Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo popote walipo wanaitwa, wale wasioweza kufika na wao wanapata, kama huwezi ukafika, tuma chochote, tuma sadaka. Maana ile sadaka inakuwakilisha wewe ambaye hauweza kufika. Sasa ni hivyo hivyo, ikiwa mnataka mkusanywe pamoja kama familia, kama ukoo, ili muweze kugundua kinachowasumbua na muweze kupiga hatua mbele, ni sadaka ya misa takatifu peke yake inaweza ikawakusanya, kama ambavyo wewe mnajikusanya kwenye familia, mnafanya matambiko ili kutoa sadaka na kujua changamoto ambayo inawakabili kama ukoo. Sasa wanaoelewa hili jambo wanasaidika sana, lakini usipoelewa hili jambo hauwezi ukasaidika. Utatembea dunia nzima kutafuta unafuu, lakini hautaupata.
Kwa nini hautaupata? Si rahisi sana kugundua ambacho kinaweza kikawa kinatembea kwenye familia yako endapo hautamruhusu Mungu akufunulie na kuonesha kwamba mwanangu, hiki ambacho kinakusumbua chanzo chake kinatokea hapa. Sasa changamoto ya watu wengi ni kwamba huwa tunapambana na matokeo tunayokutana nayo kwenye maisha bila kupambana na chanzo kinachosababisha yale matokeo. Kwa wengine huwa tunapambana ili kumaliza kukabiliana na tatizo au kulipooza tatizo, lakini huwa hatupambani kujua chanzo cha hilo tatizo kinatokea wapi. Sasa kuna aina ya makosa au vyanzo vya changamoto vinaweza vikawa vimetendeka pengine hata miaka 200 nyuma au 100 nyuma. Sasa wewe ambaye umezaliwa kwenye karne hii hata kuna miaka 100, hauwezi ukaelewa kwa uwepesi kwamba kumbe changamoto ninayoipitia inatokana na hiki na hiki. Lakini sasa unapomruhusu sasa Mungu mwenyewe ambaye ni chanzo cha yote, atakuonesha kwamba au changamoto yenu kama familia inatokea hapa. Kwa mfano, mnaweza mkawa mna changamoto ya kiuchumi kama familia. Kila mnachofanya hakisogei, lakini akili mnazo, malengo mnayo, mipango mizuri mnayo, nidhamu ya fedha mnayo, lakini jitihada zenu hazizai matunda. Katika mazingira kama hayo, kuna aina ya watu ambao hauwezi ukawalaumu kwenye maisha yao kwamba hawafanyi kazi. Kuna watu wanatumia nguvu zao na akili zao na elimu zao kufanya kazi, tena kwa nidhamu ya hali ya juu sana, lakini hao watu huwa hawana matokeo kwenye maisha yao. Sasa hauwezi ukamlaumu kwamba wewe bana, unajua haujafanikiwa kwa sababu hufanyi kazi. Utakuwa unakosea, kwa sababu kuna mtu kuanzia Januari mpaka Disemba anapambana tena kwa udi na uvumba. Utakuta mtu huyu ana nidhamu sana kwenye eneo la pesa. Utakuta mtu huyu pia ana nidhamu sana kwenye eneo la kazi anayofanya, lakini mtu huyu hana matokeo ya kile anachokifanya au kile alichokiwekea nidhamu. Sasa hauwezi kumlaumu kwamba wewe haufanikiwi kwa sababu hufanyi kazi. Ndio maana kwa mfano hili swala la kiuchumi ni swala la kiroho. Sifa Yesu Kristo. Si mnajua uchumi una sura mbili, una sura ya kiroho na una sura nini ya kimwili. Ndio maana kwenye sala Baba yetu tunasali kwamba utupe leo mkate wetu wa kila. Mkate ni nini? Kazi. Mkate ni nini? Biashara. Mkate ni nini? Kilimo. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Sasa unaweza kukuta mkate wako umenyang'anya, lakini aliyekunyang'anya haumjui, amekunyang'anya tu rohoni, na hujui kwamba nimenyang'anya rohoni mkate. Unabaki tu unapiga makitani pale pale. Sasa hauwezi ukaenda ukamvamia mtu fulani kwamba wewe ndio chanzo cha mimi kutokufika mbali. Utakamatwa, utafungwa, mpaka urudi sasa kwenye chanzo chenyewe. Na chanzo ni wapi? Kwenye sadaka ya misa takatifu. Sasa andika pointi hii: misa takatifu ni jibu la kila swali. Misa takatifu ni jibu la kila swali. Yaani swali lolote la kiroho, la kimwili, la kifamilia, la kiuchumi unalotaka kulifahamu kwenye maisha yako, jibu lake utalipata ndani ya sadaka ya misa takatifu. Sadaka ya misa takatifu ni nguvu ya kila unachokitafuta kwenye maisha yako. Ndio maana tunaweza tukashiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu
kila mmoja maombi yake yakawa ni tofauti. Mimi naweza nikaja kwenye sadaka ya misa takatifu, kushiriki sadaka ya misa takatifu, kuomba kazi, na kupitia sadaka hiyo ya misa takatifu nikapata jibu la kazi yangu. Mwingine anaweza akawa anakuja kwa sababu anataka uzao na akapata uzao. Mwingine anaweza akaja kwa sababu anatafuta pengine wateja kwenye biashara yake akapata. Yaani kila mtu anakuja na intention yake tofauti, lakini kupitia sadaka hiyo ya misa takatifu ambayo ni jibu la kila swali, kila mmoja anapata portion yake, kwamba wewe umekuja kuomba kazi yako hii hapa. Wewe umekuja kuomba uzao wako. Wewe umekuja kuomba amani kwenye familia hii hapa. Kwa hiyo kila mmoja anatoka na jibu lake. Changamoto tu ambayo sisi Wakatoliki tumekuwa nayo, na hiyo changamoto ninaona kama vile ni mkakati dhahiri kabisa wa Shetani. Imefika mahala Wakatoliki wengi kabisa, kwa idadi kubwa na namba kubwa, wameizoea sadaka ya misa takatifu, kitu ambacho ni kibaya sana. Ndio maana sasa utasikia watu wengine wanasema misa ya kawaida. Hakuna misa ya kawaida. Siku Yesu Kristo. Yaani hakuna misa ambayo inatofautiana thamani. Ukishaingia tu kwenye huo mtego kwamba misa ya kawaida. Misa isiyo ya kawaida ni ipi? Yaani ni kampango fulani ambapo kamewafumba wengi macho wasielewe uzuri na nguvu iliyopo ndani ya sadaka ya misa takatifu. Chochote unachokitafuta huko nje, wewe unakiacha huko ndani. Nguvu ya aina yoyote unayotafuta huko nje, muujiza wa aina yoyote unaotafuta huko nje, wewe unauacha huko ndani. Lakini ni vile tu kwa sababu pengine miaka yote umekuwa ukishiriki, unaona kama ni kawaida, na nimejikuta kwenye mazingira hayo, unaona hakuna chochote unachoweza kukipata. Unajua leo kanisa Katoliki lipo kwa sababu gani? Sadaka ya misa takatifu, kwa sababu kila siku Kristo anajitoa sadaka mwenyewe, na nguvu ya kanisa Katoliki iko kwenye Ekaristi. Asikwambie mtu, ukitoa hiyo tumeishi kuishi. Na ndio maana kati ya vitu ambavyo Shetani anavyogopa duniani ni sadaka ya misa takatifu. Ni sadaka ya misa takatifu ambayo Shetani hawezi akaisogelea wala kuiweza. Sadaka zote anaweza akawa nazo sauti, lakini hawezi akawa na sauti juu ya sadaka ya misa takatifu. Kwa nini? Hiyo sadaka ya misa takatifu ni Kristo mwenyewe. Sasa tuna dhahabu mlangoni, lakini tunashindwa kuichimba hiyo dhahabu. Na ndio maana wengi huwa tunakuja kwenye sadaka ya misa takatifu, kushiriki sadaka ya misa takatifu kama watazamaji na sio kama washiriki. Kwa hiyo hata inapoisha unaondoka kama mtazamaji, lakini haukuja kama mshiriki. Lakini kama ungekuja kama mshiriki, ungeweza kufungua kila kitu ambacho unakiona au unakitamani kwenye maisha yako. Ngoja niwaambie kitu. Hakuna sadaka yoyote inayoweza kumtukuza Mungu kikamilifu kama sadaka ya misa takatifu. Narudia, hakuna sadaka
nyingine yoyote inayoweza kumtukuza Mungu kikamilifu kama sadaka ya misa takatifu. Kati ya vitu ambavyo havipitwi na wakati na havitapitwa na wakati ni sadaka ya misa takatifu. Yote unayoona duniani yatapitwa na wakati, lakini sadaka ya misa takatifu haitapitwa na wakati. Yote unayoona duniani yana mbadala, lakini sadaka ya misa takatifu haina mbadala. Mwanadamu ana mbadala wake, mataifa yana mbadala wao, mazingira yana mbadala wake, nyakati zina mbadala wake, lakini sadaka ya misa takatifu haina mbadala. Kwa nini? Mungu hana mbadala. Sifu Yesu Kristo. Sasa tulio wengi sasa, hii siri tunaichukulia poa. Asa, ninaomba kama kweli unataka uifungue familia yako kutoka kwenye nguvu za giza. Unajua kuna wale watu wanasema mimi nimebatizwa, nimepokea kipaimara, kwa hiyo huniambii chochote. Sawa, sikwambii chochote, lakini mtu huyo anayesema kwamba mimi nimebatizwa, mimi nimepokea kipaimara, sio mimi nimefunga ndoa, mtu huyo anayezungumza hivyo, ukienda kwenye uchumi wake utakuta ni mlala hoi. Ukienda kwenye ndoa yake, ukienda kwenye uzao wake, utakuta anapungulia mashine. Ukitazama maisha yake ya kawaida, utakuta vitu vingi sana na utagundua vitu vingi sana haviendi kwenye maisha yake. Sasa kama sadaka ya misa takatifu haikusaidii chochote kwenye maisha yako, unafikiri ni kitu gani wewe kitakachokusaidia kwenye maisha yako? Kwa sababu hakuna sadaka yenye nguvu na inayoweza kutoa msaada wa kila kitu unachokitaka kwenye maisha yako kama sadaka ya misa takatifu. Ngoja niwape ushuhuda. Nilikutana na baba mmoja, ni kijana ejimeti wa miaka 45 mpaka 48 hapo. Kama mnavyoona sasa hivi, watu wanajitangaza kwa namna mbalimbali. Siku hizi si mnajua, siku hizi waganga hatuwafuati kijijini, tunawafuata mjini. Siku hizi unaweza kukuta kuna mtu amekodi ghorofa, amechukua kabisa labda ghorofa ya kwanza au ya pili, amechukua na vyumba vyote, mganga huyo, na watu wanaenda. Kwa unakuta magari mengi yamepaki pale. Ukifika yamepaki hapa, huwezi kujua kwamba ameingia kwa mganga. Utajua labda ameingia kwenye ofisi fulani. Kwa nini? Shetani naye anaenda na wakati. Ameona mkiwafuata huko vijijini, umbali ni mrefu, amewasogezea huduma karibu. Shetani naye anasogeza huduma zake karibu. Sogeza. Sasa kuna huyo kaka sasa, hiyo ndio waamini. Kwa sababu ya mapito ya maisha na pressure ya watu, alijikuta ameingia kwenye hivi vyama vya siri. Moja kinaitwa Illuminati. Lakini ile Illuminati walimwambia kwamba sisi hatukulazimishi kuingia. Wana kitu kinaitwa come and see. Nenda uone, alafu amue mwenyewe. Kwa hiyo alikuwa ni mwalimu. Kamwambia njoo uone, alafu wewe mwenyewe utaamua, hatukulazimishi kuingia, hatukulazimishi kabisa kuingia. Fanya ufanyavyo, utaamua wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukamchukua, ukamlipia nauli, akaenda mpaka Belgium. Headquarter yao, sio branch yao, sio headquarter yao.
Aniambia alienda akajifunza, akakuta watu mbalimbali wa mataifa mbalimbali duniani wanaenda wanajifunza kwamba utanufaika na hiki na hiki na hiki na hiki, alafu anawapa uhuru. Yeyote anayetaka kuendelea anaendelea, yeyote asiyetaka kuendelea hawamlazimishi. Kwa hiyo nao kamwambia, na hutatoa kafara. Kwa hiyo amua tu wewe mwenyewe. Mwamba akarudi akapiga mahesabu, akasema ngoja niingie. Akaacha ile kazi ya walimu akaingia. Sasa baada ya kuingia, walipewa mafunzo, wakatajiwa vitu hatari duniani vinavyoweza kuwakwamisha wasiendelee kwenye maisha yao. Kitu cha kwanza akaambiwa sadaka ya misa takatifu. Cha kwanza kabisa akamwambia, kati ya eneo ambalo kwa kweli unatakiwa kuwa makini na kupambana nalo ni hili eneo la sadaka ya misa takatifu, kwamba mahali popote inapoadhimishwa huwa inaleta mtikisiko sana. Kwa hiyo akaambiwa, tunajua una imani yako, tunaruhusu pamoja na kwamba umeingia huku, tunaruhusu hata kama utakuwa unaenda mara moja, lakini sharti moja tu, kuanzia leo usiamini kile ambacho umekuwa ukikiamini kwenye maisha yako. Cha kwanza akaambiwa usiamini. Kwa hiyo yule mwamba baada ya muda maisha yake yakabadilika. Siku moja akalala akaota ndoto. Alivyoota ile ndoto, aliota ndoto anarusha yai. Muda huo umeshaingia tayari, anarusha yai. Aliporusha ile yai, ile yai likaenda likampiga mama yake. Yaani akaona limepiga kitu, lakini sura iliyotokea ya mama yake mzazi. Silishaingia huko tayari mikataba na nini, akashtuka. Akaendelea kulala. Asubuhi anaambia mama yake amefariki. Hicho kitu kikaendelea kumsumbua. Mwisho wa siku, kwa sababu alikuwa hajafikia bado level nzuri, anaendelea na training taratibu. Akataka kupanda hatua nyingine. Wakamwambia sasa hii hatua, ikabidi sasa yule mkufunzi wao amwambie kwamba sadaka uliyotoa haijatosha. Akauliza sadaka gani? Ndio akagundua mama yake. Wakamwomba nyingine, ipi? Mtoto wake sasa, na alikuwa na mtoto mmoja tu. Akamwambia tena, akamwambia hakuna mkuu asiyetoa sadaka. Hakuna mkuu asiyetoa. Watu wote unaowaona leo ambao ni wakuu kwenye mifumo mbalimbali, kwenye maeneo mbalimbali, ni watoaji wazuri sana wa sadaka, bila kujali hizo sadaka wanazitoa wapi. Kwa vile niko live ndio hapa mgeni msifu Yesu Kristo, tuliache. Akamwambia hakuna mkuu asiyetoa nini? Kwa kama unataka uwe mkuu, hiki kitu kinahitajika. Akasema nilimtoa mama, na wewe nimtoe. Akasema it's better toke mimi, lakini mwanangu abaki. Sema tunamtaka huyo mtoto. Siku hiyo tumeenda kwenye hiyo parokia. Sasa ndo tulikuwa na mkutano kama hivi, sio alijichanganya akawa amekuja.
amekuja katikati ya maombi, akapata changamoto, akashindwa kupumua, na moja ya wale watu ni kwamba moja ya silaha aliyokuwa amepewa ni kwamba anaweza akaja kanisani kama muumini, lakini kuna namna akija, unaweza mkashangaa kanisa zima mmesinzia. Alikuwa na alama hapa. Sasa ile alama ananiambia, anaweza akawa amekuja kanisani, akikaa anajishika hivi, alafu anashika ile alama. Kumbe kile kitendo cha kushika ile alama isilakiana fanya mambo fulani mle kanisani. Sisemi wote wanaoshika hivi, kwa hiyo msijemka kwa hiyo msijemka. Yani it's like, na ile alama ilikuwa ni kama kanyoka fulani hivi hapo. Akiingia tu mahali ambapo labda kuna hayo matakatifu, anasema eneo ambalo alikuwa anaweza kulimudu ni huku nyuma, lakini akijaribu hata kuelekeza ile silaha huku alipopaka, anashtukia amerudisha. Kwa hiyo anadili na hawa haujaribu kukaa na mtu benchi moja, unashangaa toka misa imeanza yeye kusinzia, lakini muda wa kukomunika ukifika, naye anaenda kukomunika, mpaka unajiuliza huyu mhubiri anasikia nini, hajafanya, anaenda kupokea nini sasa? Na nyanyuka, anaenda kupokea. Sasa siku watu wote wametoka kanisani, akawa amebaki kwenye benchi, anashindwa kupumua. Faza akaniambia, okay, kuna mama yuko chini. Kaambia Faza, hao waumini wako hao, waumini wako hao, na twende siku hiyo. Tumesali Faza na mmoja maji ya baraka. Sasa mpaka nimejikuta nacheka Faza anapotoka jasho kabisa. Niliomba wazee, ilikuwa siku saa moja ile mpaka almost saa 4 hapo, ndo sasa yakaanza kupanda fujo kule ndani. Faza akaenda akavaa stora. Yule baba alikuwa na vingita hivi, tukawa alikuwa ameshikia chini hapo, kwa tumtoa ile chini, ingine ilikuwa mkononi, kutoa ile chini. Tukaona kama amepata kanafunga, sema hapa ndo pa kumwachia, au amepona au hajapona, ni muda wa kwenda kupumzika, atajijua. Si umepata upendo? Basi akaamka, akawasha gari yake, akaondoka. Kesho yake tena akarudi, hali ile tena ikamtokea. Sasa tukasema huyu sasa, kabla hatujafanyia chochote, tumuulize kwanza changamoto ni nini. Kabidi tumwambie baba, tunaomba kesho asubuhi
akaja ndo akaanza kufumuka sasa kwamba mimi nimeingia huko, lakini nataka kutoka. Namna ya kutoka kusina. Kumbe kule amekabidhiwa vifaa vitendea kazi, kwa amekabidhiwa kama kafimbo fulani kanini. Ndio sasa yeyote anayesali adhimisho la ibada ya misa takatifu kwa ukamilifu, huyo Mkristo ni tishio kwenye ulimwengu wa giza, ni tishio. Kwa nini? Anasema Mkristo yote anayesali adhimisho la ibada ya misa takatifu kwa ukamilifu na akampokea Kristo, huyo Mkristo vita yake huwa sio nyepesi. Hata unapotaka kumshambulia mpaka ujipange. Ndio nikakumbuka kuna kaka mmoja anafanya kazi serikalini kubwa tu, alikuwa anaishi mkoa tofauti na mke wake. Yeye alikuwa na mkoa A, mke wake yuko mkoa B. Sasa majirani wakamwambia kwamba bana, mke wako huwa analeta hapa watu. Kumbe mke wake alikuwa ameingia mahusiano na bwana mmoja, na yule bwana mmoja, kwa sababu nyumba yao ni nyumba ya wamepiga fence. Kwa hiyo mwamba akijua anaenda na gari lake, anaenda anaingia pale pop, alafu geti linafungwa. Kumbe wakawa wamenani mpaka ameonekana. Siku hiyo akaambiwa kwamba kama unafikiri tunakudanganya leo njoo. Aliambiwa mchana, lakini asubuhi yake yule baba, yule kaka alikuwa ameshikia adhimisho la ibada ya misa takatifu, akawasha gari, akaweka na pisto yake hapo, akafika pale, akapiga hodi, mlinzi akafungua, akamwambia funga hapo. Akaingia na pisto yake amenyosha, akamkuta mke wake na mwana, yaani amenyanyua hivi ya mshuti. Anasikia sauti inamwambia, leo asubuhi umeshiriki sadaka ya misa takatifu na umepokea, acha. Anatetemeka, lakini ndani anasikia asubuhi umesali, usiue asubuhi umesali, usiue hivi. Ananiambia mwalimu, akafunga kwanza mlango, akawacha ndani, afungia nje, akaenda kanywa maji. Alafu akanipigia simu, akaniambia mwalimu, akaniambia naam. Akakata kata simu, kampigia, yaani mpaka nasikia namna anavyohema. Akamuuliza, salama mkuu? Akaniambia sio salama. Akaniuliza mwalimu? Akaniambia naam. Mbingu ipo? Mimi nimeyumba kweli. Mimi mwenyewe unaniona niko duniani. Unaniona niko duniani. Kaambia, ndio kaka. Vipi kwa? Akaniambia mwalimu, nimekuta mke wangu mpaka tunavyozungumza hivi amenisaliti. Mpaka tunavyozungumza hapa nimemfungia ndani na nimemkuta red-handed na mwanaume mwingine. Nikamwambia, kaka, usiue. Hivyo usiue.
akatoka nje na hasira, akafyatua risasi. Hasira. Kapita akamfyatua mlinzi. Bafu. Mambo yanafanyika hapa, hata nani anayemlipa mshahara? Ni kama vile tena hasira nataka zimalizie kwa mlinzi. Bia mkuu, ningekwambia ningepoteza kibarua hapa. Sema kafyatua tena juu. Akanipigia tena. Nikamwambia usiue. Na hicho unachofanya hebu acha. Nikamwambia sasa, wewe uchukua video hiyo gari, afu nenda wachukue video wote wawili, afu baada ya hapo mfungulie aondoke. Kweli akachukua, akamwambia basi nenda, afu akaondoka kulala pale, akawasha gari yake. Mwalimu, narudi kazi. Nikamwambia wewe utapata ajali, naomba utafute sehemu hoteli ilipo, pumzike, lala. Angalia, amesali sadaka ya takatifu asubuhi na akashiriki, akapokea mwili wa Kristo. Kwa nini? Kristo hawezi akaua. Sifa Yesu Kristo. Kristo hawezi kufanya nini? Ndio maana asubuhi anajua siwe umeshiriki sadaka ya takatifu, umeshiriki misa asubuhi, siwe. Aliyekuwa anazungumza ndani yake ni yule Kristo aliyempokea asubuhi, kwamba mwanangu, niko ndani yako, usiniaibishe. Ndio maana Mkristo yoyote anayempokea Yesu na Ekaristi kwa heshima na kwa upendo, huyo Mkristo huwa haaibiki ovyo ovyo. Kristo huwa yuko ndani yake. Sasa mwishoni kabisa, tunapoenda kumwabudu Yesu Ekaristi, pointi yangu ilikuwa ni kwamba unawezaje ukaifungua familia yako kutoka kwenye vifungo mbalimbali vya nguvu za giza ilivyofungwa kupitia sadaka ya misa takatifu. Cha kwanza unachotakiwa kukifahamu, unatakiwa kwanza kufahamu familia yako au wewe binafsi unapata mashambulizi kutoka kwenye eneo gani. Kwanza hiyo, ukigundua tu kwamba hapa kuna hii shida, unainoti. Baada ya kuinoti hiyo shida, unatakiwa utengenezee hiyo changamoto, unatakiwa utengenezee mazingira ya sadaka ya misa takatifu. Yaani hata kama unasema sasa hii changamoto ninayoiona, nataka nishiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu labda kwa siku 100, na nia yangu itakuwa ni moja tu. Unajua changamoto yangu ni kwamba huwa tunaenda na mambo mengi kwa wakati mmoja. Dili na moja. Ndio maana hata kama wewe unafanya biashara, unataka uchumi wako uwe imara, sadaka ya misa takatifu unaishirikia hiyo sadaka ya misa takatifu. Ndio maana huwa nawaambia kwamba wengi hapa ni wafanya biashara. Ukiwa na biashara yako hapa mjini, duka lako ni kubwa, fanya kitu kimoja. Nenda kwa baba, alafu mwambie baba, mkuu wangu, jambo moja tu nakuomba, ninaomba tuende kwenye biashara yangu. Weka tu tarisali Mungu, alafu mwambie baba, mimi najua unakuja kubariki, lakini ninachotaka hiki kimoja. Ninataka uadhimishe sadaka ya misa takatifu humu ndani kwenye hili duka lako. Nini unachokifanya rohoni? Unajenga madhabahu ya Kristo kwenye biashara yako. Sasa
utakapofanya hivyo, nini ambacho utakifanya? Tayari utakuwa umemwaga damu ya Kristo kwenye hilo eneo lako. Kwa hiyo hiyo damu itanena mema kwenye biashara yako. Hiyo mnafikiri kwa nini kuna baadhi ya maduka watu wakiingia huko wanachangia vitu ndani? Maana yake ukishamkaribisha Yesu kwenye hiyo biashara yako, hakuna falme yoyote itakayoinuka tena. Kuna mkoa fulani mwezi wa 5 nimefungua biashara, nilichukua kama frame 3, nikakarabati kila kitu ili sasa niweke biashara yangu. Sasa kabla sijaleta sasa biashara rasmi, nimeweka kila kitu, nikamwita Fadha, tukaenda tukasali misa tule ndani kama siku 3. Akaondoka. Kesho yake yule mwenye zile frame aliniletea hela yangu. Sio tani, ningeutaja kwa lakini kwa heshima ya watu wanaotoka hapa. Bwana, hela yangu hii hapa na ya ukarabati hii hapa, acha niliza frame zangu ziache. Nikagundua hata kama nimeondoka, lakini nilikuwa nimetibua tayari mambo ya watu. Ona kitu na umeamua kweli uwanja, umejenga nyumba mpaka unahamia, haujaomba misa. Unasubiri misa za jumuiya wewe. Hizo ni za jumuiya. Hizo ni za nini? Ndio maana sasa watoto yanazaliwa kwenye nyumba yanakuwa na tabia mbaya, pengine yanakuwa marefu, pengine yanakuwa jambo jambo. Tumwombe Yesu ajaze.